Abi Huraira anasimulia kwamba Mtume amesema kila Muislamu juu ya Muislamu mwenzake ni haramu vitu vikuu vitatu. Don't ever dare, usisogee kwenye hivyo vitu vikuu vitatu. Cha kwanza, damu yake, manake kizazi chake, yeye na kizazi chake. Muhusika awe baba awe mama na kizazi chake, usimwage damu, manake usiue katika wale. Cha kwanza ni haramu. Cha pili, maluhu, mali yake sasa ni haramu. Usikwapue, usichukue, usidhulumu, usilete ujanja katika maisha ambayo tunaishi. Cha tatu ambacho tumekatazwa kabisa kwenye Uislamu, ni haramu kwa Muislamu kumfanyia Muislamu mwenzake kuchukua cheo chake, kumtilia fitna kwamba bwana fulani ni fulani, atoke kwenye nafasi fulani, niweke mimi mtu wangu ili maisha yangu mimi na nafasi yangu mimi na mitikasi yangu mimi isikwame. Haitakiwi katika Uislamu. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tujue kwamba tusitamani katika zile fadhila ambazo wameruzukiwa wengine, baadhi yetu kwa baadhi, lakini tunatakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake, kwa sababu yeye ni mwingi wa fadhila na mwingi wa kujua kila lilokuwepo. Kwa sababu hicho kinatupelekea vitu vikuu vitatu Mtume alivyotukataza. Lazima utagusa tu, ukishaanza choyo, utagusa familia, utamroga, utamfanyia khiana, utamfanyia hasadi. Vitu vikuu vitatu utaenda kugusa. Kama hutomgusa yeye na familia yake, utagusa mali yake ama utagusa cheo chake. Hivi tumekatazwa kwa mujibu wa utaratibu kwenye dini yetu ya Uislamu. Kwa hiyo nawahusia, pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu na kulijua hilo, na tutambue kwamba sisi katika mzunguko wa maisha yetu tunatakiwa tuendane na ile mushabaha ambao Mtume alitueleza. Maisha ya Uislamu ni mazuri sana, na mtiririko wake kama tutaufuatisha nukta kwa nukta, hatutokuwa na tabu na wala maisha yetu hayataenda kombo kwa namna yoyote. Sasa na haya yakitokea, sasa Mwenyezi Mungu umeshindwa kabisa, ana solution nyingine, anasema yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahima alkitaba walhikma wa atainahum mulkan adhima. Mwisho wa kunukuu. Vipi wanawahusudu hawa? Vipi mwanadamu anamhusudu mwanadamu mwenzake kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amemfadhilisha yule mtu?